Shalom shujaa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema, Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Unajua yeye ana mpango mzuri kuhusu maisha yako. Yeye ana mpango wa kukustawisha, mpango wa kukuongeza. Yeye anakuwazia mambo mazuri. Lakini ili yeye aweze kutekeleza mpango wake mzuri juu ya maisha yako, wewe unao wajibu. Na wajibu wako ni kujifunza ni nini lililo kusudi lake na kisha kulifanyia kazi, na hapo utakuwa umempa ruhusa yeye kuweza kuhusika maishani mwako. Na ndio maana kila siku yeye anatufundisha neno lake ili tupate kujua nini ulio wajibu wetu na hivyo tufanyie kazi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Katika maisha ya mwanadamu sidhani kama kuna jambo lenye nguvu zaidi ya upendo. Unajua upendo ni wa ajabu. Mtu yuko tayari kufa kwa ajili ya yule ampendaye. Upendo nguvu yake inazidi hata nguvu ya mauti. Na ndio maana tunasoma katika Biblia, ni kwa sababu Yesu alitupenda ndio maana alikubali kuja duniani akafa kwa ajili yetu. Ni kwa sababu Mungu alitupenda ndio maana yeye akakubali hata kumtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yetu. Upendo ni nguvu ya ajabu. Upendo ni nguvu inayozidi nguvu zingine zote. Na nguvu hii ya kipekee ambayo inazidi nguvu zingine zote ni nguvu ambayo Mungu amekuwa akionyesha katika maisha yetu. Upendo wake kwetu sisi. Ni muhimu kuelewa ya kwamba Mungu anakuwazia wewe mawazo mazuri. Mungu anakupenda. Mungu alikupenda wewe kipindi hauna sifa yoyote ya kupendeka. Wengi wetu kabla tujampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, hatukuwa watu wenye sifa nzuri. Au inawezekana tulikuwa ni watu wenye sifa fulani ambao katika jamii sio nzuri kwa namna moja au nyingine kuongeleka. Lakini bado Mungu alitupenda katika uovu wetu ule ule, na akatuandalia njia ya kututoa katika ule uovu, akamtuma mwanawe. Na sasa tumempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nataka nikuulize wewe, je, haudhani kana kama upendo wa Mungu kwako umeongezeka? Ndio maana nina jambo la kukwambia, kwa sababu mimi ninaamini kwamba Mungu anakupenda. Ni muhimu wewe mwenyewe pia ufahamu kwa Mungu anakupenda. Mara nyingi shetani anapokuja kuwashambulia watu, jambo la kwanza huwa anaonyesha kwamba wao hawana thamani, Mungu hawapendi, Mungu hawathamini kwa namna yote. Hivyo inakuwa rahisi wao, kwa sababu wameshaanza kujitenga na upendo wa Mungu, kushambuliwa. Lakini nataka nikuhakikishie juu ya jambo hili ya kwamba Mungu anakupenda, na usiruhusu mawazo ya shetani yaingilie kati mpango mzuri ambao Mungu ameweka juu yako. Mungu anakupenda na ndio maana anakuwazia mawazo mazuri. Mungu anakupenda ndio maana anahakikisha afya inakuwa juu yako. Mungu anakupenda ndio maana anakulinda dhidi ya maadui. Mungu anakupenda ndio maana amesema ukiniita nami nitakuitikia. Kwa hiyo siku ya leo ndugu mpendwa, hili ndilo neno ambalo Bwana ameweka ndani yangu kukuhakikishia wewe, kukufariji wewe, kukwambia wewe ya kwamba Mungu anakupenda na Mungu anakuwazia mawazo mazuri. Yeye anataka wewe ufanikiwe, yeye anataka wewe ubarikiwe, yeye anataka wewe uongezeke kila siku. Kama umebarikiwa na somo hili, basi tafadhali hebu tumalize kwa maombi ya ukiri wa pamoja. Tafadhali sema nyuma yangu: asante Baba yangu wa mbinguni kwa kunipenda namna hii. Hakika ninatambua kuwa ni kwa sababu ya upendo wako kwangu ndio maana leo hii mimi nina wokovu. Hivyo ninaahidi kuwa nitaendelea kudumu katika maisha ya utakatifu na yenye kupendeza, huku nikifurahia pendo lako. Amen.